Habari, kwa majina naitwa Tumaini Janani Steward, ni mwanafunzi wa chuo cha uhasibu Arusha. Leo nimekuja kuwasilisha mada inayohusiana na social media in business. Katika dunia ya sasa ya teknolojia, matumizi ya mitandao ya kijamii yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Mitandao ya kijamii ni kama Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, TikTok, WhatsApp na kadhalika. Mitandao hii imekuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku ya watu wengi duniani. Mbali na kutumika katika mawasiliano ya kijamii, mitandao hii imekuwa nyenzo muhimu katika biashara pia. Sasa teknolojia imefanya biashara nyingi zimehamia kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu mitandao ya kijamii huwezesha biashara kuwafikia wateja kwa haraka na kwa gharama nafuu. Kutokana na maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano, biashara za kisasa zimewezesha kubadilisha mfumo wao wa kibiashara kutoka mfumo wa kawaida kwenda kwenye mfumo wa teknolojia ya maendeleo ya habari na mawasiliano. Sasa nitaenda kuelezea umuhimu wa social media katika biashara. Social media katika biashara ni matumizi ya majukwaa ya mitandao ya kijamii kwa madhumuni ya kutangaza, kuuza na kuwasiliana na wateja, pamoja na kuuza bidhaa au huduma zinazotolewa na biashara husika. Umuhimu wa social media katika biashara. Ya kwanza, husaidia biashara kujulikana zaidi. Mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, Instagram, Telegram huwezesha biashara kufikia watu wengi kwa muda mchache na kwa gharama nafuu zaidi. Pia huongeza muonekano wa biashara na kuifanya ijulikane kwa wateja wengi zaidi ndani na nje ya nchi. Pia social media hupunguza gharama za matangazo. Kwa kutangaza bidhaa kupitia social media ni nafuu zaidi kuliko kutumia television, radio au mabango ya matangazo. Ili husaidia kuongeza mauzo na faida. Kadri watu wengi wanavyofahamu bidhaa au huduma zako, ndivyo utakavyoongeza mauzo na biashara yako itajulikana zaidi. Umuhimu wa tano wa social media ni husaidia kuchochea ukuaji wa biashara. Matangazo ya mara kwa mara na ushirikiano mzuri wa wateja husaidia biashara kukua kwa haraka na kujulikana zaidi. Sasa nitaenda kuelezea kipengele cha kuwasiliana na kushirikiana na wateja. Moja ya faida kubwa ya social media ni uwezo wa kuwasiliana na wateja. Inawezesha mfanyabiashara awasiliane na mteja kwa urahisi hata kama yuko mbali, aidha ni nje ya nchi au ndani ya nchi, mkoa tofauti. Sasa nitaenda kuelezea faida ya mawasiliano. Kama tulivyosema kwamba social media in business ndo mada yetu kuu. Faida ya kwanza ya mawasiliano, husaidia kujibu maswali kwa haraka. Wateja wanaweza kuuliza maswali kuhusu bidhaa au huduma na kupata majibu kwa muda mfupi na kwa haraka, na majibu yawe very clear. Pointi ya pili ni kwamba faida ya mawasiliano ni kupokea maoni kutoka wateja, kwamba bwana, hichi punguza, hichi ongeza, hichi. Biashara hupata maoni kuhusu ubora wa bidhaa au huduma zake, jambo linalosaidia kuboresha huduma. Pia faida ya tatu ya mawasiliano ni kwamba mawasiliano, kama tunavyojua mada yetu kwamba ni social media in business, mawasiliano yanasaidia kutatua malalamiko kwa wakati. Wateja wengi huwa na malalamiko kwamba bidhaa yako bana imeexpire, bidhaa yako haifai. Kwa hiyo tukiwa na social media itatusaidia kupunguza malalamiko au kutatua malalamiko kwa wateja kwa urahisi na kwa haraka zaidi. Faida ya nne ya mawasiliano katika biashara, mawasiliano yanajenga uaminifu. Mawasiliano ya karibu kati ya mfanyabiashara na mteja yanaimarisha uhusiano wa biashara. Faida ya tano ya mawasiliano katika biashara, yanaongeza ushirikiano. Wateja wanapohusishwa katika maamuzi ya biashara au kampeni mbalimbali, hujisikia sehemu ya maendeleo ya biashara au sehemu ya biashara yenyewe. Sasa nitaenda kuelezea kipengele cha kujenga brandi na kuongeza mauzo.
Kwanza, brand ni nini? Brand ni utambulisho wa biashara inayojumuisha jina, nembo, rangi, picha na sifa zinazofanya biashara itambulike tofauti na nyingine. Hapa tutaenda kuona jinsi gani social media inavyosaidia kujenga brand. Pointi ya kwanza ya jinsi gani social media inasaidia kujenga brand ni kwamba kuongeza utambulisho wa biashara. Kupitia machapisho mbalimbali ya mara kwa mara, biashara hujenga taswira nzuri mbele ya wateja. Pointi ya pili ni kwamba social media ukiwa na brand yako inasaidia kutangaza bidhaa na huduma zako. Biashara zinaweza kuonyesha bidhaa mpya, ofa maalum na huduma mbalimbali kwa urahisi. Social media husaidia kuongeza mapato. Kadri idadi ya wateja inavyoongezeka na mauzo na faida pia ya biashara huongezeka. Sasa nitaenda kuwasilisha kipengele cha changamoto za social media katika biashara. Kama tunavyojua, hakuna kitu kisicho na faida pia kosa hasara. Hapa naenda kuelezea changamoto za social media katika biashara. Pamoja na manufaa mengi ya matumizi ya social media, yana changamoto mbalimbali ambazo wafanyabiashara wanapaswa kuzingatia. Changamoto ya kwanza ni ulaghai kwa mtandaoni. Kama tunavyojua, sasa hivi watu wengi wanatapeliwa kwa mitandaoni, na mitandao inayotumika ni mitandao ya kijamii. Baadhi ya watu hutumia mitandao ya kijamii kufanya udanganyifu na kuhatarisha usalama wa biashara. Changamoto nyingine ya social media katika biashara ni kwamba maoni hasi. Baadhi ya wateja hutoa maoni mabaya kwamba bidhaa ni mbaya au kuchafua biashara, kutoa sifa mbaya na biashara inaonekana kwamba hii biashara haifai. Changamoto nyingine ni kwamba social media inafanya biashara ziwe na ushindani mkubwa. Biashara nyingi hutumia social media ili kutangaza bidhaa na kukuza biashara zao. Changamoto nyingine ya social media katika biashara ni kwamba gharama za internet. Kama tunavyojua, social media zote zinatumia internet, na ili upata internet lazima ulipie bando au ulipie wifi ili uweze kupata internet. Licha ya kuwa social media ni nafuu, pia matumizi ya internet bado ni changamoto kwa wafanyabiashara baadhi. Kwa ujumla, social media imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya biashara duniani. Imewezesha biashara kuwafikia wateja wengi, kuongeza mauzo, kujenga brandi na kuimarisha mawasiliano kati ya biashara na wateja. Ili kufaidika kikamilifu na teknolojia ya mitandao ya kijamii, wafanyabiashara wanapaswa kuitumia kwa umakini, uadilifu na kufuata mikakati madhubuti ya masoko. Hivyo basi, social media au mitandao ya kijamii ni nyenzo muhimu sana kwa mafanikio ya karne hii ya 2021. Kwa kumalizia ni kwamba social media au mitandao ya kijamii ni nyenzo muhimu kwa karne hii ya 2021. Itawasaidia wafanyabiashara wengi kufaidika, kukuza biashara na kutangaza bidhaa zao endapo wataitumia kwa umakini na uadilifu bila kufanya udanganyifu. Asante kwa kunisikiliza. Tumia mitandao ya kijamii kwa